masomo 50 ambalo ukilimaliza pamphlet hili wewe hauwezi kuwa mtu wa kawaida, haiwezekani. Utakuwa ulishabadilika kila kitu. Lakini hata kabla ya kufika masomo 50 maliza yote, ndani ya hizi siku 6 utakuwa umesoma 13 tayari. Masomo 13 ambayo utakuwa tayari umekwisha yasoma yatakubadilisha totally, utabadilika kabisa kabisa kabisa. Na somo letu nimesema lina kichwa gani? Uhakika wokovu. Tulijifunza kwamba baada ya mtu kuokoka, mbinguni wanashangilia, malaika wote wanashangilia sana sana sana. Tulijifunza katika Luka sura ya 15, Luka sura ya 15 mstari wa 7 na mstari wa 10. Luka 15 mstari wa 7 na wa 10, Biblia inasema, nawaambia hivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99. Kenda ni Kiswahili kingine kinachomaanisha 9. Nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Mstari wa 10. Nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kwa hiyo malaika wanafanya shughuli ya kumwabudu Mungu na kazi mbalimbali, lakini mara baada ya mtu kutubu dhambi, malaika wanaanza shughuli zote, wanaanza kushangilia kwa ajili ya mtu yule mmoja anayetubu. Hakuna kitu ambacho kinamfanya malaika aache kazi nyingine kule mbinguni zaidi ya mtu kutubu dhambi. Nikiombea kilema akatembea, malaika ashangilii. Nikiombea kipofu apate kuona, malaika ashangilii. Nikiombea si mtu kuwa tajiri, malaika ashangilii kwa habari ya utajiri. Kwa nini? Wokovu ndio kitu kizito kuliko vingine vyote. Wokovu ndio tiketi pekee inayomfanya mtu kuweza kuingia mbinguni, sio kuponywa, sio kutolewa pepo. Ndio maana wanafunzi wa Yesu Kristo walipokuwa wamepewa mamlaka katika Luka sura ya 10, walipopewa mamlaka wakaenda wakatoa pepo huko na kule, wakarudi wanashangilia kwa Yesu, wanasema, Yesu, angalia tumetoa pepo, yani mapepo wanatusikiliza kabisa. Yesu akasema, hilo sio la maana. Msishangilie kwa sababu mapepo yanawasikiliza, msishangilie kwa sababu mapepo yanawatii, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Maana yake mmeokoka, na mtu aliyeokoka tulijifunza moja ya tafsiri ya kuokoka ni kufutwa jina lako kwenye vitabu vya hukumu na kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kitabu hiko cha uzima kiko wapi? Mbinguni. Luka, kama tusome Luka sura ya 10 mstari wa 17 mpaka mstari wa 20. Luka sura ya 10 mstari wa 17 mpaka mstari wa 20. Luka sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 20. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akamwambia, nalimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyotii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Sasa wewe umeokoka na tayari wewe ni mwenda mbinguni. Lakini tulijifunza katika somo linaloitwa uongo wa shetani kwamba moja ya mbinu ya shetani ambayo analeta kuleta kwa usisome mbele na wokovu, moja ya mbinu anayoitumia shetani ni kukuletea watu watakao kushawishi uache wokovu. Na moja ya hoja watakaoileta kwako kukwambia umepotea, haiwezekani kuokoka duniani, wewe hujaokoka. Je, hujawahi kuwaza vibaya? Hujaota sio ndoto gani? Hujasema uongo na kadhalika. Hauna budi kuelewa leo, ndio msingi sasa wa somo hili, uhakika wa wokovu. Hauna budi kuelewa kwamba wokovu hauondoki kwa sababu uliwaza vibaya. Wokovu hauondoki kwa sababu ulikosea, ulimi wako ulikosea kwa bahati mbaya. Wokovu hauondoki. Leo nataka ujue wokovu wako kuna uhakika
wa wokovu ndani mwako, hata kama uliota siku ndoto gani ya ajabu ajabu, hata kama ulikosea mahali fulani kwa bahati mbaya, wokovu wako hauondoki. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo yamekwisha kutendeka katika ulimwengu wa roho ambao unapaswa uyajue leo. Na kujifunza kwamba mtu aliyeokoka kama wewe, inawezekana ukawa umekosea kwa bahati mbaya, cha kufanya ni nini? Cha kufanya ni kutubu tu mbele za Mungu haraka. Usikae na dhambi mpaka usiku, ukasema mpaka niende kanisani, niende wakati wa kwenda kulala ndio nitatubu. Hapana. Kama unajihisi nimekosea mahali popote nikiwa natembea, nimewaza vibaya, jitakase. Mwambie Bwana Yesu, damu yako inanisafisha. Naomba nisamehe dhambi zangu zote katika jina la Yesu. Amen. Kwa kusema maneno machache, dhambi zako zinafutwa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka huu wa kwanza Yohana ni vitabu viko kwenye Agano Jipya na ni nyaraka za mtume Yohana, ziko karibu na Ufunuo Yohana. Kama utakuwa katika Mathayo, kuanzia Mathayo utaenda Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, wa Korinto wa kwanza, wa Korinto wa pili, wa Galatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Kolosai, wa Thesalonike wa kwanza, wa pili, Timotheo wa kwanza, wa pili, Tito, Filemoni, wa Ibrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, waraka wa kwanza wa Yohana. Umefika? Umefika? Hujaiona? Uko kwenye vitabu gani unachokiona wewe hapo? Yuda, ukipanda juu kuna no, siende mbali. Kuna Ufunuo, unaona Ufunuo? Juu yake kuna Yuda, juu yake kuna waraka wa tatu wa Yohana, juu yake kuna waraka wa pili wa Yohana, juu yake kuna waraka wa kwanza wa Yohana. Hiyo sura ya 2 mstari wa kwanza. Sura ya 2 mstari wa kwanza inasema, watoto wangu wadogo, maana yake umeokoka hivi karibuni. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye nani? Mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Tuko sawa? Kama una mahali umekosea, maana yake jitakase mbele za Kristo ambaye ndiye mwombezi wetu. Tuko pamoja? Angalia tena waraka hiyo wa Yohana sura ya kwanza hiyo mstari wa 7. Unakwenda mbele za Mungu kwa kuichukua damu ya Yesu Kristo inyunyizwe ndani ya moyo wako mahali ambapo umekosea. Waraka wa kwanza Yohana 1:7 inasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tushirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tuko pamoja? Sasa ulipookoka, kuna mambo kadha wa kadha yalitokea katika ulimwengu wa roho ambayo shetani hataki ujue, lakini leo unahitajika kuyajua, na kila mmoja wetu hana budi kuyafahamu hayo. Tulipokuwa tumeokoka, yako mambo kadha wa kadha yalitokea katika ulimwengu wa roho. La kwanza, nini kilitokea? Ulipewa nini? Ulipewa ngazi gani? Ulifanywa nini katika ulimwengu wa roho? Moja, umepewa uhakika wa kuingia mbinguni na wala hutapotea kamwe. Ukiwa umeokoka, umepewa uhakika wa kuingia mbinguni na wala hutapotea kamwe. Umepewa uhakika wa kuingia mbinguni na wala hutapotea kamwe. Umepewa uhakika wa kuingia mbinguni na wala hutapotea kamwe. Ulipotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, tulijifunza kule nyuma kwamba Yesu Kristo mwenyewe alikutoa katika nguvu za giza, alikutoa katika ufalme wa giza, alikutoa mikononi mwa shetani, alikutoa mikononi mwa mapepo, alikutoa mikononi mwa majini. Alipokutoa akakuingiza nuruni, lakini katika nuru huku hakukuacha tu katika nuru, akakuweka viganjani mwake. Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyetamka, baada ya wewe kutolewa kuwekwa viganjani mwake,
alisema mwenyewe, hutapotea kamwe. Yohana sura ya 10 mstari wa 27 mpaka mstari wa 28. Yohana sura ya 10 mstari wa 27 mpaka mstari wa 28. Yohana sura ya 10 mstari wa 20 mpaka mstari wa 28. Kumbuka tuko darasani hapa, lakini pia tuko darasani kwa njia ya mtandao. Ukiwa na swali hapa utauliza, lakini vile vile kukiwa na maswali mtandaoni yataulizwa nayo yatajibiwa. Tuko sawa? Okay. Yohana sura ya 10 sasa mstari wa 27 mpaka mstari wa 28. Yohana 10:27 mpaka 28. Umefika? Unasema? Wewe umeenda kwenye waraka, sio waraka, ni Yohana. Kuna tofauti ya waraka wa Yohana na Yohana. Kwenye Agano Jipya unaanza na kitabu cha Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Ndio darasa lenyewe, ndio unaendelea kujifunza. Yohana sura ya 10 mstari wa 27 mpaka mstari wa 28. Tumefika? Biblia inasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Kumbuka, mara baada ya kuokoka umepewa uzima wa nini? Wa milele, na hautapotea kamwe. Zingatia hilo. Ulipotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, jina lako limeandikwa mbinguni. Tulijifunza katika masomo yaliyopita, somo la jana tumejifunza na wewe kwamba jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima ambacho kiko wapi? Mbinguni. Na unapokuwa umeandikwa, rudi tena Yohana sura ya 10 mstari wa 27. Maelekezo yake ili usipotee, anasema sharti uisikilize sauti yake. Sharti uisikilize sauti yake. Sharti uisikilize sauti yake. Yohana umefika? Tumefika wote Yohana? Tumefika? Sura ya 10 mstari wa 27. Tumefika tayari? Okay. Biblia inasema, kondoo wangu wanafanya nini? Waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Kondoo hao wana sifa mbili. Moja, waisikia sauti yangu. Ya pili, wananifuata. Sauti ya Yesu. Lazima hao kondoo ili usipotee. Kumbuka mstari wa 27 unasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Alafu anamaliza mstari wa 28, nami nawapa uzima wa milele. Wanapewaje uzima wa milele? Kwanza wawe na sifa ya kufanya nini? Wa kumsikia sauti ya Yesu na kumfuata, ndio wanapewa uzima wa milele na hawatapotea kamwe. Tuko sawa? Sauti ya Yesu ni nini? Yaani tunawezaje kujua sasa hii ni sauti ya Yesu? Yaani tutajuaje? Hiyo sauti ya Yesu tunaisikia wapi? Sauti ya Yesu ni neno hili la Mungu. Zaburi 103 mstari wa 20. 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 Kama tumefika. Na kama kuna maswali yanaulizwa, kumbuka pamoja kwamba tuko ibadani lakini ni darasani. Ukiwa na swali hujaelewa unauliza. Usiondoke hujui chochote. Usiondoke kuna mahali haujaelewa, na kwa sababu ni darasa. Nimesema tuko hapa darasani, lakini kuna watu pia wako mtandaoni na wao wanajifunza, wako darasani
kama sisi jinsi ambavyo tuko darasani. Kwa hiyo